Eneo jingine muhimu ni la usajili wa meli. Katika eneo hili, afisa anayesimamia usajili wa meli za kimataifa kutoka Mamlaka ya Usafiri Baharini Zanzibar, ndugu Zohra Khamis Rajab, amemweleza mwenyekiti wa bodi pamoja na wajumbe haya yafuatayo. Katika kitengo chetu tuna kazi kuu mbili. Ya kwanza ni kusajili meli, ya pili ni kuthibitisha vyeti vya mabaharia wa nje wanaofanya kazi kwenye meli zetu zinazopeperusha bendera ya Tanzania huko nchi za nje. Huu ni mmoja wa mifumo ambao tunatumia katika kusajili meli. Huu ni mfumo wa usajili wa meli kama unavyoona pale. Hiyo ni sehemu ya dashboard. Inaonyesha meli ambazo zimesajiliwa, all vessels, kuna GT za meli, yani uzito wa meli, kuna average fleet age pamoja na vessels application. Lakini pia tuna mfumo huu hapa ambao unatumika kwa ajili ya kuthibitisha vyeti vya mabaharia, tunaita endorsements za mabaharia ambao sio wa Tanzania. Baadhi ya hizi embassy ambazo zinashughulikia sana mambo haya ya economic crime wanakuja na wanasema kwamba in case ikitokea meli kabla hamjaisajili mnaweza mkatuletea. Muhimu jana nilichowaambia kwamba time ni essence. Kwa hiyo zisizidi siku 7 au 6 za kufanya due diligence. Lakini hata Korea, ubalozi wa Korea nao pia wanakuwa wanatuambia pia mkitaka kabla ya kusajili, mkishajiridhisha kwenye mifumo yenu mnaweza mkatupatia sisi kwa ajili ya kuziangalia. Korea wako makini sana. Hata ukisajili meli hujawaambia, wanakuja haraka. Wenyewe wanakuja, balozi mwenyewe, mifumo hiyo yote unaambiwa fungua. Email zote zifungueni. Hii meli hatutaki muisajili. Sawa, sisi tunaitoa basi. Lakini kuna kujiongeza kwenye diplomatic katika swali alilokuwa analizungumza ambaye anawasilisha ni kwamba hata kampuni tunakuwa tunaiangalia, lakini vile vile sio kampuni tu, wakati mwingine unatakiwa tuamwangalie mmiliki. Unafahamu, je, hizi mifumo imeintegrate kwenye masuala ya police clearance na vitu vingine kuweza kujua criminal issues. Kuna vitu vingi sana. Inawezekana aliyefanya hivyo mmiliki wake ndio drug dealer, lakini kampuni aliyoitengenezea haijawahi kuwa na issue ya aina yoyote. Naona pengine kampa mwanawe. Yaani mwanawe ndo kamiliki, lakini baba mtu ndo ana hizo. Yaani kuna vitu vingi katika ufuatiliaji. Nadhani tumepata kitu ambacho na sisi cha kwenda kukaa kufikiria namna gani tunaweza tukatengeneza kitu kwa pamoja ili taasisi ikawa salama zaidi. Nadhani hilo swala zuri. Kwa upande wake, mkuu wa kitengo cha tehama cha Mamlaka ya Usafiri Baharini Zanzibar, ndugu Zaharan Haddad Khamis, akijibu swali la mjumbe wa bodi Bwana Shaban Ramadhan Abdallah kuhusu namna ya kuitambua namba za IMO zilizo katika meli na dokumenti zilizowasilishwa ZMA, kujua usahihi wake, Zaharan amejibu. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa experience ambayo tunayotumia na kwa ulimwengu unavyokwenda, unajua hii usajili wa meli kwenye hii mifumo ya ukaguzi hizi MOU hizi zinaofanyika ukaguzi sasa hivi zimekuwa integrated pamoja na IMO. Yaani sisi source yetu kubwa ni kupata taarifa za sanctions kutoka IMO. Sasa hii mifumo ya ukaguzi, kwa mfano kuna Paris MOU, Tokyo MOU, Indian Ocean MOU, zile zote zile ni mifumo ya ukaguzi ambazo zinafanya hizi port state control. Kwa sasa wakishafanya ukaguzi au kama kuna meli imekuwa ina sanctions, kuna taarifa zinaingizwa mle. Alafu baada ya muda siku 90 zile mifumo inakuwa inaoana na mfumo mmoja wa huu wa GSIS wa IMO, ambapo taarifa zote zinakuwa pop up mle. Yaani kiuhalisia sisi lazima taarifa reliable market tukaipate kutoka zile za IMO.